Na mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1, kumekucha kumepambazuka. Hujambo popote pale ulipo, nikitumai kwamba ubuheri wa swiha popote pale ulipo mpenzi mtazamaji, ikiwa ni asubuhi tulivu ya Ijumaa njema ya tarehe 23 mwezi Januari mwaka wa 2026. Mtazamaji, karibu ndani ya Kuzacha, awamu ikiwa ni ya mambo bayana. Kama kawaida, tunatoa suluhu ya matatizo mengi katika jamii, na hii leo ndani ya studio tunaangazia kwa kina zaidi kuhusiana na nafasi ya ajira kupitia mitandao ya kidijitali. Mtazamaji, ikiwa ni wakati ambao ajira katika vijana wa pwani ama Kenya kwa jumla imekuwa donda sugu, huku wengi wakitafuta jinsi ya kuajiriwa katika ofisi na viwanda mbalimbali. Mtazamaji, ubavuni mwangu hii leo ninaye mtaalam wa kidijitali ama vile niseme mjasiriamali kupitia mitandao ya kidijitali, ambao hii leo ataenda kutuelezea kwa kina zaidi jinsi ya kujiajiri kupitia mitandao bila kutafuta ajira. Mtazamaji, bila kupoteza wakati, nichukue fursa hii kumkaribisha mgeni wetu. Mtazamaji, karibu sana Bwana Juma Khalfan katika studio zetu, na shukran sana kwa kuweza kufika mahali hapa. Mtazamaji, nikukumbushe kwamba unatupata moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii, ikiwa ni Facebook, YouTube live at KBC Channel 1. Mimi ni Fahima Ramadhan. Usibanduke ulipo mtazamaji. Karibu Juma. Asante sana Fahima kwa nafasi kama hii. Nashukuru sana kuwa hapa KBC. Kwa majina naitwa Juma Khalfan, nafanya kazi na kampuni inaitwa Ecobiz Limited. Katika kazi zetu nyingi tunazozifanya, tuna introduce youth kwa wingi kwa kila tunachokifanya, kwa sababu hii ndio wakati wao na digital media ni wao youth. Asante sana. Naam, labda mitandao ya kidijitali ina nafasi gani kwa kuleta ajira kwa vijana na vile watu wengi humu nchini? Kwa kweli ukiangalia mitandao ya kijamii imebadilisha taswira yote ya kazi na mambo mengi. Kwa kweli vijana wengi wamefaidika sana, na si vijana tu, hata watu wazima wamefaidika sana kwa mambo tofauti katika nyanja hii ya digital marketing or rather digital media. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo nitakuelezea kila tunapoendelea na hii kipindi kuhusu vijana na vipi wamefaidika sana. Yes. Vijana ambao wanatutizama hivi sasa wanafaa kujifunza nini katika kuhakikisha kwamba wanapata ajira kupitia mitandao ya kidijitali, badala ya kutumia mitandao labda kwa njia nyingine ambazo ni za kujiburudisha? Labda wanafaa ukufanyaje kuhakikisha kwamba wao wanapata chochote ama wanapata tonge lao la kila siku kupitia mitandao ya kidijitali? Okay, tukianza mwanzo, kuna vijana aina mbili. Kuna wale ambao wanajua direct wanafanya nini na kuna wale ambao hawajui direct wanafanya nini. Lakini wote hawa aina mbili wanao njia ya kupata na kufaidika na mitandao. Aina ya kwanza ni wale ambao tayari wamejua wanafanya nini, kwa sababu wamesomea masuala ya digital marketing na digital media. Hawa kwao ni rahisi sana kupata ajira kutokana na mitandao. Na hili kundi jingine ni lile ambalo halikusoma, lakini kwa sababu ya bidii yao na vile wanavyoona jamii inafanya, pia wao wanajishirikisha sana katika kutumia mitandao kwa njia moja au nyingine, ili na wao wapate manufaa katika hii njia. Kwa mfano, kuna vijana ambao hawakusoma lakini wamejaribu kupata ujuzi mzuri wa kutumia cameras na wana ujuzi wa hizi social media, kwa mfano kama TikTok, Instagrams and the likes, ambao hawa hutengeneza video zao ndogo kulingana na mambo wanayoyajua, either ni uchekeshaji au kuelezea jamii kuhusu mambo fulani. Na baada ya muda kidogo wanapata umaarufu, watu wanawafollow na wanaweza kupata ajira kutokana na watu kuwachukua ili wawatangazie biashara zao tofauti. Na hawa ambao wamesoma, wao kwa kweli wanajua wanafanya nini. Kwa hivyo kwa muda wanajaribu kutengeneza zile social network zao ili zipate umaarufu na ziwe professional. Hawa kwa kiwango kikubwa hupata nafasi kubwa kwa sababu ujuzi wao
ni mzuri na watu wamewakubali. Yes. Umetaja kwamba vijana wengi hivi sasa wanaweza kutumia simu zao za mkononi kuweza kutengeneza wanaita content tofauti tofauti. Ukitaja uchekeshaji, labda hadithi fupi, kuna labda mtazamaji kijana ambaye tayari ameanza hizo content lakini hajui labda kuifanya iwe yenye kulipa ama kuimonetize kwa lugha ya Kimombo. Labda anaanzaje, kwa sababu wengi vijana hivi sasa tayari wanatumia simu zao, labda mtu anapost TikTok, anapost Facebook, lakini labda haijafikia kile kiwango. Je, kuna njia maalum ya kuweza kufikia mahali pale pa kulipa ama labda njia ni ipi? Okay, swali zuri sana. Kwanza naweza sema ni kijana awe na nia na maamuzi ambayo yako sahihi. Nikimaanisha kabla hujafanya chochote ni ujue wewe kama kijana unataka nini. Na ikiwa lengo lako kubwa ni umaarufu na kutengeneza pesa, mpaka ujipange vizuri. Unahitaji uwe na ratiba ya vipi utaendesha mambo yako. Uwe na simu, si lazima uwe na simu ambayo ni nzuri sana. Watu wengi ukosea wakifikiria simu mzuri ndio inaleta mafanikio mazuri. La, nitakupa mfano mdogo tu. Miaka ya 70 Hollywood walikuwa wanatengeneza filamu tofauti na zile kamera zao huwezi zifananisha na hata duni kamera ya sasa. Lakini walikuwa wanafanya movies mzuri sana na kwa wakati wao zilikuwa zinaonekana vizuri sana. Hivyo basi vijana anahitaji simu mzuri tu na ambayo anaweza kujiposition vizuri na ajaribu kuangalia kwenye mitandao ili apate mafunzo tofauti ya vipi wale waliobobea wanatumia simu zao kurecord hizi video zao na content zao. Ajishughulishe sana kutafuta hiyo ujuzi na uwezo. Kisha awe anajaribu mara kwa mara. Aziangalie zinakaa vipi. Na baada ya muda mchache, kwa sababu hii haitaki ujuzi mwingi sana, baada ya muda atatengeneza videos ambazo ni mzuri ama content ambayo ni nzuri. Na kila akifanya zaidi ndio mashabiki wake watapendelea ama atapata wafuasi wengi. Na kila unavyopata wafuasi wengi ndio wewe kama wewe unaweza kupata hizi tunaita endorsement mzuri za kibiashara. Yes, ama pia kuna mitandao mingine ambayo ni views na likes. Kila views zako zikiwa nyingi then inamaanisha ina translate kupata pesa. Yes, kwa hivyo ni vile unavyojipanga kama kijana, uhakikishe unao ujuzi, waelewa mambo unayoyafanya na una post kwa wingi ndio watu waweze kukutambua, ndio uweze kuendorse at the end of the day. Yes. Naam, umetaja kwamba mwanzoni kwamba unajishughulisha na mambo ya kidijitali na vile vile unafanya vitu kuhusisha vijana. Je, umesaidia vijana kwa njia gani na namna gani labda vijana wanafaidika kutoka kwa shirika lako ama jambo unalolifanya? Kwa kweli tumesaidia vijana wengi sana. Hilo najifakhiri nalo kwa kweli. Kampuni yetu ya Ecobiz ni fully digital marketing company ambayo inaanza na vitu tunaita domain. Sijui kwa Kiswahili domain utaita vipi. Tuna website na hiyo sasa digital marketing, social media marketing. Asilimia kubwa naweza sema karibu 90 ni vijana. Kwa nini tunaandika vijana? Kwa sababu mtu kama mimi mwanzo maybe nilikuwa bora zaidi kama miaka 15 iliyopita. Nikisema naandika watu ambao tunatoshana umri, basi nitapitwa na mengi sana. Lakini kila ninavyoandika vijana pia mimi wananipa ufahamu kwa sababu huu ni wakati wao. So tuna vijana wa aina, naweza sema tuna vijana ambao wanaingia kwa sababu wanajua kutengeneza hii mitandao ambayo ni websites. Kuna vijana ambao tunawatumia katika hizi social media marketing na pia kumarket
ya bidhaa na social media za wateja wetu, kwa sababu tuna market social media za wateja wetu wengi sana. Sasa hawa vijana wanatengeneza contents na pia wanatengeneza content, wana post na wanazi manage hizi social media za clients. Kwa kweli tumewaandika wengi, na baada ya muda kuna wale ambao huona wamepata ujuzi zaidi na wanataka sasa kuinua mabao yao na wafanye na kujiajiri wenyewe. Sasa pia hao tumekuwa nao. Kwa kweli nimewasaidia, sisemi nimewasaidia, lakini nimewajenga wengi ambao wanaweza kujitegemea kivao kwa sasa. Labda ukitupa mfano hai wa kijana mmoja ambaye ulimjenga na vile vile hivi sasa ameweza kuinua labda kichwa chake na mabega yake kuweza kufungua labda kitu chake mwenyewe na kuweza kujiajiri, labda alifanya kitu gani na hivi sasa yuko wapi, labda tukimpa motisha kijana ambaye anatutizama hivi sasa? Okay, alikuwa msichana mmoja ambaye alikuja kwangu akiwa amemaliza form 4, lakini huyu msichana alipata A-, sorry. Lakini wazazi wake hawakutaka aendelee na masomo. So akaenda akafanya tu certificate na diploma katika IT. Alipokuja kwetu tuliona ule kwa sababu alikuwa very bright. Tukaiona ile bright vile alivyo. Sasa tukamfundisha vizuri. Na kwa kweli alikuwa mzuri sana katika kila analolifanya. So baada ya muda aliondoka, baada kama miaka 4-5 aliondoka akafungua yake. Sasa tunavyozungumza ni mmoja wa competitors wetu mkubwa sana, lakini nafakhiri hilo kwa sababu kila nikimwona nakumbuka yale tulio. Yes. Kuna wakati kuna kitu alikuwa anajua mimi sijui. Nikamuita, nikamwambia nataka unionyeshe hii. Akakubali haraka sana. Akaja akanionyesha kwa siku kadhaa mpaka nikaelewa kabisa. Baada ya hapo nikamuuliza, niambie sasa utanichaji ngapi? Alinishangaza sana. Aliniambia huu ujuzi wote wewe umeuchangia, kwa hivyo mimi siwezi kukuchaji chochote. Kwa hilo nasema kila nikiwa na wenzangu ama wafanyikazi wangu huwaelezea jambo hilo, kwa sababu kwa kweli linigusa sana na nikaona ile effort yangu yote niliyoitumia haikupotea. Naam. Umetoa mfano hai wa huyu kijana ambaye anaweza kujiajiri mwenyewe na kuweza kukuchallenge wewe mwenyewe. Labda unawashauri vipi vijana ambao mpaka sasa wana simu za rununu na vile vile wana uwezo wa kupata mitandao, lakini bado wanatumia mitandao ya kijamii kujiburudisha ama kuweza kupoteza wakati na vile vile kufuatilia mambo ya anasa? Okay, vijana wanafaa wajue tunaishi katika nyakati tofauti zaidi na vile ilikuwa mwanzo. Kwa sasa mtu anaweza kutengeneza pesa zake kwa njia anayotaka yeye mwenyewe. Zamani ulikuwa lazima uandikwe kazi ndio uweze kutengeneza pesa zako vizuri. Lakini kwa sasa kwa kweli kuna vijana wengi sana ambao wana manage time zao wenyewe, wanafanya mambo yao wenyewe, mahali wanapotaka wenyewe. Hivyo basi, ukiwa na bidii na uangalie mambo kwa undani zaidi, unaweza kutengeneza ajira yako vizuri sana ukiwa nyumbani. Kuna vijana najua ambao kwa sasa wanapata zaidi ya 100,000 kwa mwezi, wakiwa wamekaa tunasema at the comfort of their nyumbani kwao ama pale walipo. Na hakuna kitu kizuri kama kufanya kazi unaienjoy na unapata ajira kupitia hiyo kazi. Kuna vijana najua wamejishirikisha katika kuchekesha watu. Sasa hivi wanaendesha familia zao vizuri. Kuna vijana ambao wanatoa habari news za ulimwengu za aina, ukileta michezo, current affairs na kila kitu. Hao pia wanatengeneza ajira zao hapo. Kuna vijana wanafanya filamu fupi, wanatengeneza ajira zao hapo, wanalisha familia zao. Kuna wengine hata wanatumia michezo
kutumia mtandao na wanapata. Kwa hivyo chochote wewe unachokuwa ni uwe tu mbunifu na uwe tofauti kidogo na wengine wanavyofanya na utaona natija yake itakuwa mzuri na itakusaidia sana. Yes. Tukiachana na content creation, kuna wale ambao wanatumia labda kuuza bidhaa, vile vile kutoa services ama huduma kama mnavyofanya. Kuna wateja wengi ambao wako nyumbani lakini wamekuwa wagumu kuambata labda mitandao ya kijamii kwa sababu ya mambo ya ulaghai. Kuna hao ambao wako mitandaoni na vile vile wanatumia ulaghai ili kupata pesa, lakini mwisho wa siku mteja anapoteza pesa zake na vile vile hawezi kupata ile huduma ambao alikuwa ameilipia. Hili unalizungumziaje wewe kama mjasiriamali katika sekta hii? Okay, katika kila jambo naamini kuna wazuri wa hilo jambo na kuna wengine ambao kwa kiwango kikubwa sana ni watapeli. Ni mtu awe mwangalifu sana akijiweka katika haya mambo. Lakini naamini walio wazuri ni wengi kuliko hawa ambao ni wabaya. Kwa mfano, kuna watu hawafanyi mambo kwa nia mbaya, lakini kwa vile ujuzi wao si mkubwa, then natija haionekani. Unaweza kumpa mtu wa kuadvertisie product zako, lakini hana ule ujuzi unavyostahiki. Pengine bidhaa zako zinahitaji corporate clients, na yeye audience yake kubwa ni watu tu wa kawaida. Watu ambao wanamfuatilizia kwa sababu ni wako katika maybe same level kama hiyo. So product yako inahitaji corporate, lakini audience uliopeana ni audience ya chini. Kwa uhakika huwezi kupata natija mzuri. Sasa wewe kama mwanabiashara, kabla hujarun ad yako, ni ujaribu kuangalia yule mtu ambaye anaweza kuipeleka hii ad yako ikawa successful. Kama uadvertise vitu ambavyo ni corporate, tafuta yule content creator ambaye kidogo anaendana vizuri na the corporate clients. Kama una target watu ambao ni wa chini kabisa, then tafuta wale wachekeshaji ama wale ambao content zao zitawafikia ile audience unayoiangalia. Na katika upande wa utapeli, kuna wengine huingia haswa ili kutapeli watu. Yeye hafikiri chochote isipokuwa kupata zile the quick gains, ambazo naweza kuwashauri vijana, quick gains hazikufikishi kokote, bali zitakupa mkate wa leo, lakini in the long run utapata athari kubwa kwa kuwa hakuna mtu atakayekuwa tayari kufanya kazi na wewe. Then utakuwa umejaribia kama kijana na umejaribia pia future yako ya content creation. Yes. Labda kuna kijana hivi sasa ambaye anatutizama na labda angetaka kujiingiza katika mambo haya na vile vile kujifundisha mengi kuhusiana na mitandao hii na kuweza kujiajiri, lakini kuna changamoto ambao labda inamlazimu yeye kuweza labda kuwa na pesa fulani za kuweza kujiingiza pale ama kununua simu janja. Labda unadhani serikali ina nafasi gani ya kucheza kuhakikisha kwamba labda vijana wa hapa Pwani na vile vile Kenya kwa jumla wanapata nafasi ya kujiajiri kupitia mitandao? Kwa kweli serikali ina jukumu kubwa katika kujenga hawa vijana. Kila vijana wakiwa wanaweza kujiajiri wenyewe ni fahari kubwa kwa nchi, na pia itapunguza ile pressure ya employment. Na kwa kweli kuna njia tofauti ambao vijana wengi wanaweza kufaidika. Serikali ikiweza kuwapa hawa vijana mafunzo mazuri na kuwapa opportunities za kuweza kuonekana, basi kwa hakika vijana wengi wataweza kujitegemea na itakuwa uchumi wetu kama nchi tunaweza kuukuza. Hizi nchi za nje, nitapeana sana mfano wa Brazil. Kwa sababu Brazil ukiangalia content zao zimekomaa sana kushinda nchi nyingi za hapa ulimwenguni. Wengine ni India. Hawa wanapata opportunities nyingi na serikali zao, na imewasaidia sana kwa vijana wengi kujiajiri. Kuna kijana sahihi hata ukimwambia utamwajiri umpe pesa ngapi, haizi kubali, kwa sababu ana umakini na anafanya mambo yake
anavyotaka yeye na anapata ajira anayoitaka yeye. Kwa hivyo ukisema unamwajiri, unampunguzia ule uhuru wake wa kufanya mambo anavyotaka yeye mwenyewe. Kwa hivyo ikiwa serikali itaweka mkono wake na kusaidia haswa mashinani, then tutapata faida kubwa sana na watu wengi na vijana wengi watapata ajira. Yes. Na unadhani labda hapa Pwani vile kuna donda sugu hili la kutumia mihadarati, unadhani labda vijana wa Pwani waki embrace mitandao na vile vile kujiajiri kupitia mitandao ya kidijitali, hili linaweza kuzikwa katika kaburi la sahau ama inaweza kusaidia kwa kiwango fulani, na kwa njia gani? Kwa kweli vijana wetu wakiweza kubadilika na waangalie hizi nafasi zinazopatikana kwa kidijitali, then inaweza kuwabadilisha sana. Hii yote ni mindset. Kwa hakika Fahima, nimeona video za vijana ambao content yao ni ya, naweza sema ni ya kihuni, lakini imekubalika vizuri kwenye mitandao na imewasaidia hawa vijana. Kwa kweli si wahuni, lakini kwa vile wanatoa mafunzo kwa hawa wengine ili waone pia wanaweza kufaidika. La kushangaza ni kuwa hata hawa ambao tunaona ni wahuni, lakini utaona wanatumia simu na wanatumia simu ambazo zinaweza kuingia katika hii mitandao, smartphones. So ni wabadilishe tu, wajaribu kutengeneza vitu vao kidogo kidogo, wavieke kwenye mitandao rather than kuangalia watu wengine, wao pia waweze kuweka content ambazo watu wataziangalia. Kwa hakika kwa sasa kuna inaitwa storytelling. Storytelling inavutia watu wengi kwa uhakika. Wanaweza come up na content za kuelezea kuhusu maisha yao, kwa nini wamejipata katika hali walizo sahihi na vipi wanawashauri wenzao wasiingie katika hizo hali. Wakiwa wanatoa hizo habari zitawasaidia wenyewe binafsi mwanzo, na pia zitapata wafuasi, na hawa wafuasi kuna wengine itakuwa ni sponsors ambao watakuwa tayari kuwasaidia kwa kuwa wamesikia zile stori zao na zikawaathiri kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo ni wajaribu na usitake kuwa perfect. Wewe jaribu, ujaribu. Mwisho wa siku utaona kila ukijaribu ndio unazidi kuendelea kuwa vizuri zaidi. Umetaja kuhusu jambo zuri sana, jambo la sponsors na vile vile labda wanaotamani kusaidia vijana ama mtu kuweza kuenua jambo lake. Labda kwa kijana anayetutizama anatafuta sponsor, labda shanza kitu chake pale na anataka kusaidiwa ili aweze kupanda daraja fulani. Je, labda hawa sponsors wanapatikana wapi na labda ajaribu mbinu gani kuwapata? Okay. Sponsors wanapatikana kwa njia tofauti. Kuna wale ambao watakuona na kuna mashirika haswa ambayo yanasaidia hawa vijana. Kwa hivyo ni vizuri mtu ajaribu kutafuta kwenye mitandao haya mashirika na awaelezee oradha, awatumie kama ni emails ama zile content zao ili waweze kuona vipi wanamsaidia. Lakini njia rahisi zaidi ni wewe ujibidishe kufanya kitu ambacho kidogo kiko unique. Saa nyingine sponsor anakutafuta wewe na wewe unamtafuta sponsor, lakini hamupatani. Lakini kila ukifanya content yako kuwa mzuri na unique, definitely utakuwa spotted na hawa sponsors. Kwa ufupi ni usikate tamaa na ujaribu kutuma content zako, kutengeneza content zako kwa wingi. At least kwa siku mara moja ama mara mbili, kwa wiki usikose mara 4 mara 5. Ni kila ukijituma ndo chances zako za kuwa successful zinakuwa juu zaidi. Muda umetupa kisogo na ripua kwamba wakati hauko nasi. Labda tukimalizia Juma, ni kitu gani ambacho labda shirika lako linasaidia wanajamii kwa ujumla kuweza kuhakikisha kwamba uchumi unaweza kusonga mbele na kuhakikisha kwamba watu wanahamia katika mitandao hii ya kidijitali? Tukimalizia. Okay, sisi tunasaidia naweza sema mara 3. Mara kwanza ni upande wa wateja wetu. Wateja wetu tunawapa zile services ambazo tunaziofa, ambayo ni kama hiyo website, domain,
digital marketing na some applications ambazo tunaziuza, tunazidiscuss. Na kwa wafanyikazi wetu ambao majority ni hawa youth, tumewapa ajira na tunawapa mafunzo zaidi ambayo yanawasaidia. Na katika nchi yetu tunakuwa kama kioo cha jamii kwa sababu tunasaidia vijana na pia tunawapa mafunzo wale ambao wanakuja kwa attachment for maybe 3 months na wale ambao wanakuja kwa intern, so that waweze kutoka na wapate ajira mahali kwingine. Yes. Naam, mtazamaji, bila kupoteza wakati niseme shukrani za dhati kwa mgeni wetu Juma Halfan ambaye ametuelezea kwa kina zaidi kuhusiana na jinsi ya kutafuta ajira kupitia mitandao ya kijamii. Mtazamaji, wa Swahili walisema mwana msikivu haambiwi bidii. Kwa wewe kijana ambaye unatutizama, bila shaka umeweza kutoka taka za masikio kuweza kujua njia za kujiajiri bila ya kuweza kufika katika viwanda ama ofisi mbalimbali. Mtazamaji, niseme shukrani za dhati kwa wote walioweza kufanikisha kipindi hiki. Mimi na wewe tutapatana tena hapa wiki ijayo panapo majaliwa ya Maulana. Bila shaka hivi sasa na kuelekeza katika studio zetu za Nairobi ambapo mwenzangu Nancy Onyancha atakuwa na mazungumzo na Geoffrey Munai Rubia ambaye ni mtaalam wa usafiri wa anga. Bila kupoteza wakati niseme shukran kwa mara nyingine tena. Kwa heri. Jina langu mimi ni Fahima Ramadhan. Usibanduke ulipo mtazamaji.